pendwa kabisa, wewe ambao huja subscribe, ukumbuka kusubscribe, kulike, ukomena na kushare ili kupata notification soon habari zetu zitakapokuwa hewani. Tupo na mtoto wa marehemu. Kwanza niseme majonzi kidogo kwa wale wote ambao tumeondokewa na mtu maarufu kabisa siku ya leo, ambao tunaweza tukasema Tanzania imepata pigo kubwa baada ya aliyekuwa mwigizaji maarufu na ni mkongwe mzee Hashim Kambi ametuaga hii leo. Tuseme hii leo, je, tupo na mtoto wake ambapo ataenda kutueleza baba ameishi naye vipi na jamii inachukuliaje. Habari ya saizi, poleni na msiba. Tunashukuru, tumesha poa msiba wa wote, tunaumia wote, Watanzania wote, kwa sababu mzee alikuwa ni mtu wa wote, sio kwa upande wa familia tu, ni kwa nchi nzima, kama ilivyo kwamba nchi nzima inasikitika. Unaweza kaongeza sauti kidogo ili wapenzi na watazamaji waweze kukusikia, kwa sababu ni swala la msiba kweli, na ni pole sana, tunaweza tukasema mpaka hapo. Mzee alisumbuliwa na nini labda? Siku zote alikuwa akisumbuka, kuna mara nyingi alikuwa akienda hospitali. Sasa kwa sababu vitu vingine kwamba tukisema kwenye ugonjwa, lakini tu kwamba kiafya hakuwa sawa. Kwa hiyo tukizungumzia kwenye magonjwa hayo, muda mwingine hata sisi familia tunakuwa hatujui, muda mwingine hayo mambo yanakuwa yapo kwa ajili ya madaktari na yeye na watu kwenye familia ambao wanaweza kulizungumzia kwamba amefariki kwa nini, lakini tu alikuwa kiafya, alikuwa anasumbuka muda mrefu, na ndio maana muda mwingi hata alivyokuwa anaigiza huko kulikuwa anapata changamoto za hapa na pale. Na labda kwa hayo malazi ambayo yalikuwa yanamsumbua mzee Hashim Kambi, umesema kwamba wewe huyajui, na kifamilia labda wewe ni mtoto wa ngapi? Mimi ni wa pili kutoka mwisho. Wa pili kutoka mwisho? Mimi ni wa pili kutoka mwisho. Kwa hiyo ndio hivyo, mzee ameondoka, lakini inatuumiza kama tunavyoumia sisi na Watanzania wote. Kubwa zaidi tutaendelea kumuona, kwa sababu kupitia zile tamthilia ambazo alikuwa anazifanya zinaonekana kwa utakuwa unaziona. Kwa hiyo ndio hivyo, lakini hatutokuwa nayo tena kimwili, ila ingawa kazi zake sura yake tutakuwa tunaiona. Kwa hiyo inaumiza sana. Tumeona tasnia ya burudani, tunaweza tukasema ya uigizaji na tasnia ya comedy, mpaka sasa watu maarufu na wanazidi kuondoka. Je, unahisi kwamba ni shetani ambaye anapitia katika hiki kipindi kigumu au shida ni nini? Siwezi kusema kwamba kufa kwa mzee na kufa kwa wasanii ni shetani. Wote tu wanakufa. Ukiangalia hata kama sio kwenye tasnia ya sanaa, huku iliko watu wanakufa. Ukiangalia upande mwingine wanakufa. Kwa hiyo ni kila sehemu tu wanakufa. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba labda ni shetani. Hapana, ni vile tu kwamba kila binadamu imeandikwa atakufa, ndio hivyo. Kwa hiyo huwezi kukufuru kwamba labda kwamba amekufa huku, au sijui kuna ushirikina, sijui kuna ushetani kwenye tasnia kwamba wanakufa. Hapana, hata ambao sio wako kwenye tasnia wanakufa, wanazikwa. Kwa hiyo hayo ni maisha tu yalivyo, kama mwanadamu anavyokuwa anazaliwa, inabidi ipo siku ataondoka. Ndio siku ikifika, japokuwa wengi huwa tunafurahi sana binadamu akizaliwa, lakini akifariki tunakuwa tunahuzunika, lakini ndio wajibu. Hakuna binadamu atakaoishi milele, kwa sababu hata kwenye maandiko kunasema kwamba walikuwepo wakina Musa, alikuwepo Adamu, alikuwepo Eva, lakini wote mpaka leo hawapo. Kwa hiyo hii inadhihirisha kwamba hii dunia tu tuishi tu kwa kupendana, tuishi kwa upendo, tuishi kwa mapenzi, kwa sababu wote tunapita. Kama wanakuambia hivyo kwamba dunia wote tunapita, ambacho amekipitia leo mzee Hashim Kambi, naweza kusema poleni, kwa sababu anatimiza maandiko, kwa sababu hata Biblia yenyewe inasema yoyote aliyezaliwa na mwanamke, kama sikosei, inasema hivi siku zake za kuishi zinahesabika. Kwa hiyo muda wake ulikuwa umefika, kama hivyo tunaweza kusema. Lakini wanadai watu kuna ushirikina, kupimana nguvu katika hii tasnia. That's why watu wanakufa kila mwaka. Hili limekaaje?
Ushirikina mimi siwezi kuamini kama ushirikina upo, kwamba kwenye tasnia kwamba kuna vitu vya kishirikina ndio maana haya yanatokea. Sio kweli, kwa sababu ushirikina ni kitu ambacho cha kusadikika, hakina ushahidi. Kwa sababu mtu ukimtuhumu mshirikina, mtu ukituhumu kaua, mtu kafanyaje, ukiambiwa ulete ushahidi huwezi kuleta. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vya kusadikika na ni imani ambazo ni potofu, imani zisizo nzuri, kwamba zinapelekea watu wanakuwa wanaishi katika maisha ambayo hayatakiwi kuwa hivyo. Kwa hiyo mimi na sisi kama familia hatuamini mambo ya kishirikina, tunaamini tu ni mipango ya Mungu. Bwana, wewe ambaye hujasubscribe, kumbuka kusubscribe, kulike, comment na kushare ili kupata notification soon habari zetu zitakapokuwa hewani. Kijana anaeleza kwamba hilo litakuwa ni swala tu la Mungu, yani kwamba mipango ya Mungu ndiyo iliyosababisha mzee Hashim Kambi, mwigizaji maarufu wa tamthilia mbalimbali ikiwemo tunaweza tukasema season ambayo alikuwa au nisemaje sijui, kwamba movie ndefu ambayo ya Huba alikuwemo mle na alikuwa kungu. Tunaona sasa Huba inapoteza watu wawili maarufu. Ikumbuke ni mwaka juzi tu tulimpoteza mama mmoja ambaye alikuwa naye mwigizaji maarufu sana kwenye Huba, na mwaka huu naye mzee Hashim Kambi ameaga dunia. Malazi hatujui wote kama anavyosema mtoto wake. Je, mazishi yanaweza yakafanyika wapi, au bado kuna ratiba rasmi za kutolewa? Mazishi yatafanyika kesho, lakini taarifa zote utazipata, kwa sababu kama inavyojulikana kwamba mazishi hayawezi kuchukua muda mrefu. Kwa hiyo kesho mazishi yatafanyika, kwa hiyo taratibu zote utaambiwa, kwa sababu mimi sio msemaji wa familia. Kuna msemaji wa familia ambao ni baba mkubwa, hata watasema hayo yote, atakuja kuyasema kwamba nini ambacho kinatakiwa kufanyika. Okay, Bwana Mungu awasaidie sana katika hiki kipindi kigumu na kipindi cha kishetani, kwa sababu hakuna aliyekuwa anategemea kwamba huyu mzee atakuja kukata roho, nikimaanisha kuaga dunia. Lakini leo hii Mungu kabeba kile kilicho chake, kunaweza tukasema kitu kama hicho, kwa sababu wakati ndo ulikuwa umefika na muda na tarehe zilikuwa zimeandikwa. Mzee Hashim Kambi apumzike kwa amani. Maneno ya kusema wewe kama kijana, kuwapa faraja wale wapenzi watazamaji pamoja na tuseme mashabiki zake, wakiwemo watu mbalimbali wa mikoani, unawazungumziaje kuhusu, unawapa kitu gani kwa sasa hivi? Nikisema nitawapa maneno ya kufariji, siwezi kuwapa maneno ya kufariji, kwa sababu hata nikiongea watu walimpenda. Kwa sababu ukiangalia kwenye tasnia kuna mtu kama marehemu Steven Kanumba alifariki, lakini mpaka leo imekuwa akipigiwa kelele kwamba hakuna mtu aliye kama yeye. Sasa hivi kapotea mzee, lakini ndio hivyo, naye itabaki kwamba hakuna kama yeye, kwa sababu binadamu, inasemekana binadamu ni unique, kwamba hakuna binadamu unayeweza kumreplace. Kwa hiyo ni pengo kwenye tasnia, ni pengo, japo watakuja wengine ambao wanaweza wakawa wazuri zaidi yake au wakawa nini, lakini hawatakuwa kama yeye, hawatakuwa na uwezo kama yeye. Kwa neno la kuambia tu kwamba huu msiba ni wa wote, popote ulipo. Kwa tumeumizwa wengi, ukiacha familia pia na Watanzania wengi kwa ujumla wameumia, japokuwa sisi tunaweza tukaona sisi ambao ni sehemu ya familia tumeumia zaidi, lakini kuna Watanzania wengi pia wanaumia. Kwa huu msiba ni wetu wote sote. Kwa hiyo na waomba tu tujumuike pamoja kumstiri mzee. Na mpaka sasa tunaweza tukasema Huba au movie mbalimbali na waigizaji na sanaa mbalimbali wamepoteza mtu maarufu na mtu mkubwa, kwa sababu alikuwa mwigizaji mkongwe na maarufu zaidi. Mungu azidi kuilaza roho ya marehemu mahali pema peponi. Kwa sasa mwili bwana umechukuliwa rasmi, unaelekea nyumbani na kwa ajili ya maago ili aende kuzikwa. Tunaweza tukasema Bwana ametwaa na Bwana ametoa. Jina la Bwana lihimidiwe. Amen.